Jambo la pili ni kuhusu tuhuma ya udanganyifu kwa maana ya forgery pamoja na maneno mazima ambayo Maulida Anna Komu aliyazungumza jana. Kwanza akasema hata hajawahi kumfahamu hata wakili mwenyewe. Kwa ndaomba nianzie kwanza hapo. Kuhusu kufahamiana na Maulida Anna Komu, nafikiri ili ni jambo kwamba nifahamu ni jambo hapa la uongo. Maulida Komu kwanza ni moja ya watu ambao niliwahi kumfanyia dodoso cross examination wakati wa kesi ya kina Halima Mdee kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilimhoji masaa mengi sana. Kwa at least kwa mara kwanza atakuwa nilifahamu kwa sababu tulishafanya hilo. Lakini kuhusiana na sakata sasa. Sakata hilo la waraka huu ambao umesema umefojiwa. Waraka huu ambao anasema ulifojiwa ulitengenezwa kwa maelekezo ya kwake yeye. Na ikumbukwe kabla hapa mimi sikuwa na mazoea na mheshimiwa Maulida Anna Komu. Kwa mimi niliweza kuunganishwa kwenye kesi hii kwa kupigiwa simu. Kuna wakili ambaye alitakuwa aende akashughulikia jambo lake ambaye akawa ameitwa kwenda kwake, wakili Garubindi, Gaston Garubindi. Sasa ikatokea bahati mbaya wakili msomi Garubindi hakuwepo. Kwa hiyo ikabidi sasa waombe mtu wa kuongozana na huyo mtu mwingine ambaye alikuwa amemuomba msaidie kupata wakili kwenda kwake Kigamboni, na ndipo nikaja nikatafutwa mimi kwenda kumsaidia kwenda kwa ajili ya kuandaa nyaraka hii, kwa sababu alikuwa yeye hoja yake aliyokuwa nayo anasema hiyo kesi namba 8323 ya mwaka 2025 dhidi ya Chadema, anasema yeye alirubuniwa kuingia kwenye kesi ile. Kwa alikuwa anahitaji wakili ambaye atamguide au atamuongoza namna ya kuweza kujiondoa kwenye kesi ile. Na mtu aliyeomba kutafuta wakili kwa mara ya kwanza aliombwa naibu katibu mkuu wa Chadema Mheshimiwa Amani Golungwa. Baada ya Mheshimiwa Amani kuwa ameomba kwa akaambiwa tafute wakili. Kwa hiyo Amani mtu wa kwanza aliyemtafuta alikuwa ni Mheshimiwa Gaston Garubindi wakili. Baada ya kuonekana Garubindi siku alikuwa amesafiri, Garubindi ndio akaniomba mimi kwamba muongozane na naibu katibu mkuu Amani kwenda kule Kigamboni kwa ajili ya kwenda kumsaidia huyo mama, mkamsikilize afu mkaone anasaidiweje kwenye jambo lake. Kwa mimi kwake nilikuwa sipajui kabla. Kwa hiyo tukaondoka, ilikuwa kati ya tarehe 6 au tarehe 8 mwezi wa 5. Tukaondoka, mimi nilikuwa ofisini. Kwa hiyo nakumbuka Mheshimiwa Amani alinipitia pale ofisini kwangu Posta. Baada hapo tukiwa na driver anaitwa Mudi kwenye gari ya Chadema, tukaenda mpaka Kigamboni, mtaa unaitwa mtaa wa Cheka. Pale ndio sehemu ambayo Maulida Komu anaishi. Kwa hiyo tukafika, kwanza yeye mwenyewe ndio alikuwa anawasiliana na Amani wakati tunaenda pale, kwa sababu kufika pale ni pagumu sana, ni sehemu ambayo kidogo imejificha. Kwa hiyo tulitembea na tulipofika pale pana njia mbili kidogo zikatuchanganya, lakini baadaye kuna kijana alitumwa, ni kijana kidogo wa umri labda wa miaka 40 na kitu 50, akaja akasogea mpaka barabarani akatusogeza mpaka pale. Ni sehemu ambayo ina maji yanatuama mkipita. Kwa hiyo tukaingia, lakini mwisho wa siku tukafanikiwa kufika mpaka pale nyumbani kwake. Kwa tulipofika pale tukaongea naye, akatueleza kwamba kwa kweli yeye watu waliomfuata kwa ajili ya kufungua kesi hii hawakumwambia kwamba analenga kufungua kesi ambayo inaenda kuzuia shughuli za chama ambacho yeye ni muasisi wake. Kwa alivyokuja kugundua akasema, nimeona nimeumia sana, siwezi nikaendelea kuhujumu chama changu. Kwa ndio maana nimewaita ili muweze kunisaidia namna ya kuweza kuniongoza jinsi ya kujitoa kwenye kesi hii na kuniandalia nyaraka. Kwa baada ya kuwa tumezungumza yale yote, basi kwa sababu nilikuwa nimetembea na laptop, nakumbuka tulifanya ile zoezi pale nyumbani kwake, ikaandaliwa nyaraka. Baada hapo tukaenda kuichapa, na tulipata shida kwa sababu stationery pale zipo mbali sana. Kwa hiyo tukaenda sehemu ya mbali sana mpaka tukapata stationery Kigamboni, tukaenda tukaprint copy za kutosha, na baadaye tukarudi nazo mpaka pale nyumbani kwake. Na nitaelezea nyumbani kwake papo vipi, kwa sababu ni sehemu ambayo nimeingia na ifahamu vizuri, na ilikuwa ni malango ya kwanza kwenda hiyo siku. Kwa hiyo tulivyorudi nazo pale akaja akaziangalia, mwishoni akasema, jamani nimefurahi nimezipokea, lakini kwa sababu na watoto pia naomba nisisaini leo zibakie. Kwa hiyo ninavyosema kwenye tarehe 6 au 8 tulivyoenda mwezi Mei hakusaini siku ile. Kwa akaomba zibakie ili akae na watoto wake kwanza mahali pale, ili apate muda wa kuweza kutafakari pamoja na watoto, alafu baadaye aweze kuamua kwamba ana proceed kwenye stage sasa ya kusaini zile nyaraka au la. Sasa bahati nzuri ilipofika mnamo tarehe 15 mwezi wa 5 2025 siku ya Jumapili,
palikuwa na kikao cha baraza la wadhamini ya Chadema, ambapo Maulida akahudhuria, akakutana na wajumbe wengine wa baraza ambao sitaweza kuwataja hapa, itakapofika stage yake nitataja. Alipofika pala kaeleza yale na akaonyesha kusikitika kwake kwamba kuna watu wamemrubuni. Palikuwa na shinikizo la watu ambao sitawataja kwa sababu wengine ni viongozi kwenye serikali pia, lakini ikifika wakati tunaweza tukazungumza. Kwa hiyo alimshinikiza, lakini anajuta sana kwa kitendo ambacho kimefanyika. Kwa hiyo akasema naomba wenzake wamsamehe na yupo tayari kuendelea kutumikia chama, na hiyo kesi yeye hatataka kuendelea kuwepo, atajiondoa. Kwa hiyo akaomba kwamba sasa tarehe 16 mwezi Mei, siku hiyo ufuatia 2025, yupo tayari zile nyaraka kuzisaini. Kwa hiyo mtu aende pale akamshuhudia sign ili hatimaye zifailiwe na yeye kuweza kuitoa kwenye kesi. Utaratibu ulifanyika na hilo zoezi lilifanyika pale kwake, na akiwepo Amani Guruku, naibu katibu mkuu wa Chadema, akasaini yule mama. Na baada ya kuwa zimesainiwa zile nyaraka, na labda kuna kitu kimoja nikisisitize, kwa sababu ya unyeti wa zile nyaraka, kwa sababu kwa hali ya kawaida, kwa sababu ni nyaraka ya kujitoa kwenye kesi, angeweza kusaini hata wakili peke yake. Lakini kwa sababu ni jambo ambalo linahusu haki ya mtu kujiondoa kwenye kesi, ile nyaraka iliandaliwa, alisaini yeye na akasaini wakili. Kwa hiyo kuna counter signing ya pande zote mbili. Signature yake ipo pale, na baadaye mweza mkapitia mkaona document. Na hata ukiangalia signature ile aliyoisaini na signature yake iliyopo kwenye document hizo zingine zote, haina utofauti wote, ni kitu hicho hicho. Kwa kaenda kasaini pale, tukashuhudia mbele ya katibu mkuu, alikuwepo pale, lakini sikia alikuwepo na kijana wake mwingine pamoja na binti mwingine mdogo pale nyumbani kwake. Kwa hiyo Maulida Anacom akazisaini zile nyaraka, na alivyozisaini, nakumbuka ilikuwa ni kwenye tarehe 19 sasa mwezi Mei 2025, ndio tukaenda kuzifaili kwenye mfumo wa mahakama ambao ni ile wanaita nini, electronic case management system. Kwa tukaifile, na baadaye control number ikatoka, ikalipiwa. Baada ya kulipiwa, baada hapo ikaenda subiria sasa tarehe ikija, utaratibu wa kawaida ukisha sign notice kama hiyo, siku kesi inakuja, mnapata nafasi ya kwenda ku address mahakama, kwa maana ya kuiambia kwamba tuna notice kwa ajili ya kukamilisha ule mchakato. Kwa hiyo kiufupi, hayo ndio mambo ambayo yalijiri mpaka tunafika kwenye hatua ya kuwa na hiyo notice ambayo ilifailiwa kwenye mfumo ya Mheshimiwa Anacom kuweza kujitoa kwenye kesi ile. Sasa nimezungumzia kama nilifika nyumbani kwake. Naomba nizungumzie mazingira ya pale nyumbani kwake. Kwanza, kama nilivyosema, kabla hujafika nyumbani kwake, ukiacha pale barabara ya lami kubwa, kuingia kwake hapa kuna njia mbili ambazo zinaenda kukutana. Kuna sehemu kuna dimbwi la maji pale katikati, na ukifika pale kwenye dimbwi pembeni kuna mwembe mkubwa. Halafu nyumba yake ipo pale, ni nyumba ambayo haina rangi, ni nyumba ambayo imepigwa plaster tu ya zamani, na ina muonekano ule wa kizamani, sio nyumba ambazo zina paa ya kizamani, ambayo nyuma yake huku kuna migomba. Kibaraza kipo upande, nafikiri sasa sijui ndio kaskazini, kuna kibaraza pale kipo. Na ndani kwake tulivyoingia pale, ana makochi pale matatu yale ya kizamani kabisa, sio sofa. Halafu ana sofa la kukalia watu watatu jingine moja. Kwa ana makochi ya kawaida matatu, na ana sofa la kukalia kama watu watatu, yote hapo pale. Na ana TV flat screen ndogo moja ipo pale. Na ile sebule yake ilivyokaa, kuna kisehemu kama dining, lakini ni sehemu ambayo imekaa ni kama patumii kwa ajili ya dining. Kwa ni sehemu ambayo tulifika tunapajua vizuri, kwa sababu tulikuwa tumeongozana watu watatu. Kwa tulifika pale kati ya tarehe 6 mpaka tarehe 8, na baadaye tukuja tukafika wakati anaenda kusaini hizi nyaraka. Kwa hiyo kutokana na hayo yote, ni kitu ambacho kimepelekea mimi nikashangaa sana. Yaani mtu wa aina hii akasema kwamba hatufahamiani, na mimi hanifahamu. Na nimeshafika kwake, mbele ya familia yake ipo pale, nimezungumza mpaka kwake. Mimi sikuwahi kuwa na mahusiano na yeye kabla. Maana kama tulikuwa na mahusiano, ungesema hapa nyumbani kwake nishafika na paelewa. Lakini mimi nimekwenda kwa hizi tarehe ambazo tumekwenda kusainisha nyaraka, ndio nilifanikiwa angalau kupata picha pale jinsi palivyo. Na nakumbuka tulishinda ile siku karibu siku nzima. Kwanza nilijisikia kuuma mpaka nikaenda kuna dispensary mitaa ya mbele pale, nikaenda kupata matibabu. Ile siku tukapita kuna sehemu pale kama kuna genge fulani, tukaenda tukachukua mpaka soda, ilikuwa jua linawaka sana. Kwa at least ni sehemu ambayo nikifungwa kitambaa nikitua pale naweza nika-identify vizuri na pafahamu vizuri sana. Na Mheshimiwa Anacom ni mtu ambaye namfahamu vizuri sana. Kwa hiyo ni jambo la ajabu sana kuona kwamba
amefika mahala kaenda kakana nyaraka ambazo kimsingi alienda kazi sign na kupelekea kutanish image, ikaonekana kwamba mimi nimefanya vitu ambavyo ni vya forgery, jambo ambalo mimi sijawahi kufanya na siwezi kufanya. Ni mtu ambaye analinda reputation yangu kwa wivu mkubwa sana. Kwa ni mambo ya ajabu, lakini ambacho naweza kusema labda inawezekana yale mazingira watu ambao walikuwa wanampa pressure, ambaye alieleza kwamba kuna viongozi walikuwa wanampa shinikizo kwamba hakikisho kesi inaendelea. Mimi naamini hilo shinikizo bado lipo, ndio ambalo limesababisha baadaye mama mtu mzima ambaye mara ya kwanza alisema kabisa kwamba haweza kuhujumu chama, yeye ni muasisi, kwamba hataki kuendelea na kesi kwa sababu alikuwa ameshinikiza, kwa ameamua tena kurudi kule kule kwenye square one, sehemu ambayo alikuwa amekataa. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, kwa kifupi hayo ndio mambo ambayo yamejiri kwenye sakata hili. Lakini cha kusema tu ni kwamba mpaka hivi ninavyozungumza, hiyo amri ambayo mheshimiwa jaji aliyetoa siku ya jana, ambayo kimsingi ni haki yangu kwa sababu tayari imenigusa haki yangu, mpaka sasa hivi ninavyoingia kwenye press hii, nilikuwa nimeingia kwenye mfumo kwenye akaunti ya mahakama, sikuiona kama imeshaingizwa mpaka sasa. Sijajua kwa nini, kwa sababu kwa muongozo wa mahakama yenyewe kwa sasa hivi anatakiwa jaji anapomaliza kutoa maamuzi watu nakala yao ipatikane, waingize kwenye mfumo, iwe accessible kwenye public mara moja. Lakini mpaka ninavyozungumza haipo. Kwa hiyo kukosekana kwake inaninyima mimi fursa zingine za kuweza kuchukua hatua za kisheria. Lakini mpaka ninavyozungumza nimeshatoa maelekezo kwa timu yangu ya mawakili kwa ajili ya kufanyia kazi jambo hilo. Hatuwezi tukaruhusu maamuzi yanatolewa kwa kukiuka taratibu za utoaji wa haki. Hii ni nchi ambayo ipo inazingatia utawala wa sheria. Katika nchi mahakama ni chombo cha mwisho kwenye utoaji wa haki. Lakini mahakama pia inafungwa na misingi ya katiba, inafungwa na sheria, inafungwa na misingi ya asili ya utoaji haki. Kwa hiyo mahakama haiwezi kutoa maamuzi pia bila kutoa nafasi ya fair hearing, kwamba at least kila anayetuhumiwa aweze kupata nafasi ya kusikilizwa kikamilifu kama ibara ya 13(6)(a) inavyozungumza. Kwa hiyo chote ambacho kimefanyika jana kwa kweli imekuwa ni masikitiko, lakini niseme tu kwamba hili jambo nyuma yake ni jambo ambalo lina msukumo wa kisiasa, wala hakuna ukweli kwamba kuna forgery yoyote ambayo ilifanyika. Ile nyaraka ni nyaraka ambayo ni halali, ni nyaraka ambayo mheshimiwa Nakomu aliisaini. Kwa hiyo imenisikitisha sana, na baada ya kusema hayo naomba niweze sasa kuwashukuru sana once again waandishi wa habari na ndugu zangu wote ambao mpo mahali hapa kwa ajili ya press hii, na baada ya hapo nitakaribisha kama kuna maswali. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.